kuna utafiti wa karibu sana unathibitisha, baada ya kuchunguza kwa nini hivi sasa kensa ya shingo ya uzazi wa kina mama imekithiri, kumbe sababu yake ni hii. Kumbe jamani, mwanamke akipata kujimaiwa, akiingiliwa na mtu, haitakiwi sperms zile, yani hazitoki sperms zile katika mwili wa yule mwanamke. Imetunga mimba, haikutunga mimba, inazunguka katika mishipa yake ya damu na mwili wake wote kwa muda huu aliotaja Mungu, ndio inatoka. Amepata mimba, hakupata, ile sperms inazunguka katika mwili huu. Hakuna kitu kinachoweza kusafisha ila baada ya miezi mitatu, ndio mwanamke ule zile chenga na ilivyo hazitakiwi zikutane na sperms nyingine ajnabi. Zikikutana na sperms za mtu mwingine kabla ya muda huo zinamsababishia kensa. Takhayaru linutfikum fa inna li'irka dasas. Tafuteni wapi unaenda kuweka maji yako ya uzazi, kwa sababu mshipa unapiga bali. Unaweza kuingia kuoa familia ya wezi, alafu kila siku wewe uko mahakamani. Eda, moja katika matatizo yasiyojulikana muda halisi wa eda. Eda ya mwanamke alioachwa au mwanamke aliofiwa. Si mnajua Waislamu kuna kitu kinaitwa eda. Eda Kiarabu inaitwa idda. Nini? Al-idda. Kiswahili eda. Mwanamke akiachwa hatakiwi aolewe tena ila baada ya kukaa eda. Baada ya eda ndio anaweza kufanya kuolewa, na muda wa eda ni tahara 3. Wengine wanasema ni hedhi 3, ni yale yale hedhi 3 au tahara 3. Yani unatakiwa umwache mwanamke, msende kuacha kizani, lakini ikitokea kuachana, nenda kamuache katika tahara ambayo hujamgusa, tahara ambayo hujamgusa. Sawa sawa. Kwa atakaa moja hiyo, akiingia katika hedhi anatumikia hedhi yake, kisha anakaa ya pili, anaingia katika hedhi anaitumikia, kisha ya 3. Sawa. Akiingia katika hedhi akitoharika, pale ruhusa bwana madenge kwenda kumuoa mwanamke yule. Lakini kabla ya hapo hatakiwi mwanamke yule kuolewa. Mungu anasema katika Qur'ani, walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru, na wanawake wenye kuachwa watajisubirisha qurui 3 au tahara 3. Hiyo ndio inaitwa nini? Eda. Mnanielewa vizuri? Bahati mbaya wanaume hawajui hilo, na wanawake wenyewe inaowahusu pia hawajui. Mkeo ukimwacha kabla ya kuolewa tena akae tahara 3, nikaelezea sasa kwa nini isiwezekane yule? Kwa bahati nzuri, mtu nilokuwa namfundisha ni binti mmoja kasoma vizuri sana mambo ya kisayansi. Akisema ala, ndo Mungu anavyosema hivi. Kama yeye ndo anavyosema hivyo, ndivyo ana. Na kule imesema katika sheria iddatu shar'an muddatun yatarabbasu fiha almar'atu
limarifati baraati rahimiha min alwaladi au litaabudi au litafajjuiha ala zawjin. Nimesema hivyo kwamba mwanamke akaeda, kwa nini? Ili apate kujua utakaso wa ufuko wake wa uzazi. Je, kuna mtoto au hakuna? Au akae kwa ajili ya kufuata amri ya Mungu tu? Maanake hiyo inawezekana mwanamke hazai tena, basi pia akaeda kwa sababu ya kufuata amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Yani hakuna njia ila mwanamke akae eda. Anaingia katika hedhi akae eda kwa mujibu wa hedhi. Yule ambaye keshakoma muda wake wa eda akae eda kwa miezi mitatu. Ambaye anapata siku zake tahara 3, asiyopata siku zake kwa kukoma au miezi mitatu, muda huo lazima upatikane, kisha ndio afanyeje? Akitokea huyo mwenye kuoa sasa aoe, lakini kabla ya hapa asiolewe. Umeelewa vizuri? Tutalizungumza hili. Yule binti akasema kumbe, nikamwambia kwani vipi? Akasema kuna utafiti wa karibu sana unathibitisha, baada ya kuchunguza kwa nini hivi sasa kensa ya shingo ya uzazi wa kina mama imekithiri, kumbe sababu yake ni hii. Kumbe jamani, mwanamke akipata kujimaiwa, akiingiliwa na mtu, haitakiwi spams zile, yani hazitoki spams zile katika mwili wa yule mwanamke. Imetunga mimba, haikutunga mimba, inazunguka katika mishipa yake ya damu na mwili wake wote kwa muda huu aliotaja Mungu, ndio inatoka. Amepata mimba, hakupata, ile spams inazunguka katika mwili huu. Hakuna kitu kinachoweza kusafisha ila baada ya miezi mitatu. Ndio mwanamke ule zile chenga na ilivyo hazitakiwi zikutane na spams nyingine ajnabi. Zikikutana na spams za mtu mwingine kabla ya muda huo zinamsababishia kensa. Wa min ayatihi, madaktari wamegundua hiyo. Kumbe sehemu kubwa inayopelekea wakina mama kupata kensa ya shingo ya uzazi ni mchanganyiko mseto wa spams za Juma na mwingine nani? Shabani, mwingine muuza nazi, mwingine mpiga king'ora, mwingine nani, mwingine mpiga ngoma, mwingine bodaboda. Wakichanganya wale washamuumiza huyu. Ndiyo mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmenielewa? Hebu tusemeni la ilaha illallah. Hiyo ndio dini ya Uislamu ya ukweli. Mwenyezi Mungu amepanga mwenyewe jambo hilo. Kwa hiyo wewe mwenyewe peke yako unaweza kumtumia yule bila hata miezi mitatu, jana, leo, kesho, kwa sababu ni wewe kwa wewe. Lakini akiingia mwingine tu mshamuua mtoto wa watu. Hili wanatakiwa wenyewe akina mama wajue, dada zetu wajue, shanga zetu. Moja katika alama zinazompelekea mtu kusema la ilaha. Sasa nimekwambieni kuna alama nyingi sana, alama nyingi sana zinazopelekea watu kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumetaja hizo hapa. Mwenyezi Mungu anasema miongoni mwa alama hizo historia nayo ina nafasi ya kumwambia mtu aseme la ilaha illallah. Kuangalia huko nyuma kulikuwaje. Hata sasa hivi tu ukitaka kujua, wewe tizama tu kipindi kati tunasema jana, kipindi cha Mwalimu kilikuwaje, kipindi cha Mkapa ilikuwaje, kipindi cha JK ilikuwaje, Mwinyi, Mkapa, JK, Mzee Magufuli.
utaona kuna tofauti. Kama unaweza kuzipanga historia, utasema la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Mimi pia na historia kubwa. Kwa mfano hapa tangu miaka 90 nilikuwepo hapa, najua stori za hapa sehemu kubwa sana. Nikiitizama sana na watu nilokuwa nao kipindi kile na nyinyi nilokuwa nao sasa, na nasema la ilaha. Kwa zamani tulikuwa na msikiti huu sisi. Tulikuwa na msikiti wa miguu minne tutata. Tunaswali kwa kungojana hapa. Ramadhani kama hivi. Kwa ulikuwepo kule msikiti. Kwa mabati ukaja wa block. Leo tuko humu. Sema la ilaha, historia. Sawa? Lazima ujue historia. Fasiru fil ardi fandhuru kaifa kana aqibatu. Yani wakati mwingine jikumbushe ili kusaidie kumjua Mungu. Sawa? Bwana mmoja anasema man wa'a tarihan, mwenye kujua vizuri historia, afadha a'maran ila umrihi, anaongeza umri katika umri wake. Man wa'a tarihan, mwenye kujua vizuri somo la historia, historia tu ya Dar es Salaam. Nenda kasome historia ya Dar es Salaam, kasome historia ya Ilala ilikuwaje zamani, historia ya Kisutu, ya Pemba, ya kwetu Kisiju, historia ya nchi, historia ya dunia, thakafatun amma. Tumeelewana? Pitia sana historia. Taka kumjua Firauni ndo nani Firauni? Nenda kamsome Firauni. Iram ndo nani? Samudi ndio nani? Iramadhatul imad. Mbele allati lam yukhlaqu mithluha. Mungu anasema kulikuwa na Iram. Hiyo ni mtu mmoja akaja na kabila lake na jamii yake anaitwa Iram. Walikuwa na ngome kubwa. Mungu mwenyewe anasema hajapata kuumba mfano wa mtu kama huyo. Nyumba kama hii anajenga mtu peke yake. Nyumba kama hii anajenga peke yake, hataki kibarua, hataki chochote. Kuna Thamudi, wa Thamuda alladhina jabu sakhara bilwadi. Kukaja baada hawa wakaja Thamudi, watu na wao. Thamudi wao ndio balaa kubwa. Wao jabu sakhara, walipasua majabali kwa mikono. Yani hakutaka nyundo, hakutaka kisu, hakutaka patasi, sio mnataje? Tindo, hakutaka kisu. Yani akitaka kukaa kwenye jabali kubwa hivi, kucha zake zinamtosha kulitindua lile, akatengeza chumba. Anatengeza sitting room kwa mikono. Allahumma salli sallam. Kisha analala huko. Wewe ungekutana na mtu huyo ungekuwaje? Kuna haja ya kukupiga konzi wewe? Mungu anasema niliumba watu kama hao. Kuna baadhi ya sehemu anauliza, wewe una nguvu kuliko Thamudi? Unaleta ujeuri. Una nguvu kuliko Iram? Historia, soma historia. Kwanza man wa'a tarihan, mwenye kusoma tarehe, afadha a'maran ila umri, anajiongezea umri katika umri wake. Maana ukisoma historia ya Musa vizuri na kaumu yake, sawa sawa na wewe uliishi kule, umri wako umezidi, zamani pia ulikuwepo, sawa sawa, unaongeza vitu, lakini pia unapata kuongeza ibra na mazingatio. Tumswalie Mtume Muhammad. Na moja katika matatizo tuliokuwa nayo sisi pia kutojua historia zetu zinazotuhusu sisi wenyewe, hilo nao ni tatizo. Leo hapa muulize mtu tu babu zake 6 kuanzia huyu babu yake mzaa baba hamjui. Hamjui jina, hamjui alikuwa anakaa wapi, anafanya nini, alioa watoto wake wangapi, kazaa watoto wangapi. Watoto tu. Yani babu yake mwenyewe, uzao wake yeye mwenyewe. Kwa mfano mimi naitwa Walidi, Alhadi, Umar. Wengi tunaishi hapo. Wengi endelea. Unaanza kuona
Sasa we lazima uende Walidi, Al-Haj, Umar bin Salim bin Abdurrahman bin Salim bin Muhammad bin Said ibn Osman, na kwenda mimi mbali, huyo Kawambo anaotajika huko na mchomeka tu pale, ili sio kama nimetaja Al-Badili, lakini Kawambo huko kabisa. Na ukiniuliza wanatoka wapi watu hawa, najua ili walitokea wapi, wakahamia wapi, wakafikia wapi, wakaja Kisiju. Kisiju ndo Al-Hadi kakimbilia huko Dar es Salaam. Lakini lazima ujue yule babu yako wa sita alikuwa nani na anafanya nini. Sawa sawa, usijikute mtu tu sasa ujijui, na ndipo inapotokea sasa nasabu zinakorogana, na Mungu mwenyewe ndio atatuhukumia huko. Kuna watu wanaoana haihusu kuoana, kwa sababu watu hawajui historia zao. Kila unawajua babu zako wangapi? Wawili tu hatoshi. Sasa ndio huko nyuma walikuwa wapi mzee? Sasa kama hamjui, kama nyie hamjui, tafadhalini waokoeni watoto wenu wapate kuwajua nyie. Andika shajara yako, hao mababu zako wawili au watano wa sita, waandike, kisha iwe nayo nyumbani. Mwanao unamwambia wewe ni bini mimi bini huyu bini yule, sawa? Alafu usitupe hicho kitabu, na wewe jiandike hapo, uwaambie watoto wako, na watoto wako waambie watoto wako, na watoto wako waambie watoto wako. Umeelewa? Ndio inaitwa shajara, kuwa na shajara nyumbani. Kisha soma jina tu, taja na kazi zenu. Mfano kama mimi ustazi, imamu wa Kichangani ndo kazi yangu, sawa? Baba yangu alikuwa shehe, ustazi, lakini driver taxi. Tumeelewana vizuri Baba yake alikuwa shehe mkulima, sawa sawa. Baba yake alikuwa shehe mwindaji, akiwinda. Unakwenda hivyo. Na alioa watoto wake wangapi, akawa na watoto wangapi, aliishi miji gani. Hii inapelekea mtu kujiheshimu na kujithamini. Wanasema mathalu qaumin nasu tarikhahum, mfano wa watu waliosahau historia yao. Mathalu qaumin nasu, mfano wa watu waliosahau historia yao. Kalakiti hayyin fil qaumi intisaban, kama machokora. Mtume yani fiche uso hivi, mtu asojijua baba yake kazaliwa na baba yake gani, sawa sawa na chokora, yani sasa na mtoto wa mitaani. Au kama ghulubin ala dhakirat, au sawa sawa na mtu aliochanganyikiwa hivi. Kwa nini umjui babu yako wa sita? Kwa nini umjui babu? Ndio hapo anapokuja mtu anakutoa katika nafasi yako, anakutoa katika daraja yako, ili ujue nafasi yako, uinganganie, uwaezi wazazi wako. Siku moja kilitokea kisa, wakati wa maswahaba wanatia story hivi, akaja kijana mmoja akafanya mambo mazuri kabisa, mambo mpaka wazee wale wa kisahaba kisa, hii hatari kabisa, kuna watu wanapata watoto wazuri. Mmoja anaitwa Zuhair ibn Abi Sulma, akasema wa in yaku min khairin tarawhu fa innama tawarathat abaihim qablu wa hal yumbitu al-khatiyu illa washijuha wa tumbitu illa fi manabitiha an-nakhlu. Allah salim bi Muhammad. Anasema hivi mnavyomuona huyu anafanya mambo yale, sio yeye, babu yake wa sita alikuwa vile. Babu yake alikuwa vile. Kwa ile ni tawaruf, tawaratha abaihim qablu, wamerithishana vizazi kwa vizazi kabla yake, ndio imempata yeye ile. Imeeleweka? Ndio akasema wa hal yabitu al-khatiyu illa washijuhu, siku zote tawi halioteshi isipokuwa kwa shina. Watumbitu illa fi manabitiha an-nakhlu, hata mtende hauoti isipokuwa katika malemea yake. Huwezi ukachukua tende huko ukaja kuileta hapa ikaota, haioti. Hii maana yake nini? Hata unapotaka kuoa, nenda katizame asili.
ujue huyu nataka kumuoa huyu binti, hivi bibi yake wa 6 alikuwa nani? Umeelewa vizuri? Kwa sababu kuna kurithishana. Kama bibi yake wa 6 alikuwa wa hatari, unajitafutia hatari sasa. Jamani, inaeleweka? Mtume anasema takhayyaru linutfikum wahdharu yanabi addaman. Takhayyaru linutfikum, tafuteni wapi mnaenda kuweka mbegu zenu za uzazi, na ogopeni mchicha pori. Mchicha, unaonaje ule mchicha pori? Mzuri kutizama, lakini mchicha pori. Kwa unaweza kukiona kitoto huko kizuri, kumbe babi yake huko alikuwa hatari. Unaharibu kizazi sasa. Msalieni basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historia ni nini? Historia. Hapa mimi napenda kujitolea mfano. Kipindi kile nafanya kazi zangu hizi za kusomesha. Kuna mzee mmoja alikuwa akiswali, akanita, babu njoo. Wazee wenye hikma, wenye kujua, njoo babu. Nikasogea, shikamoo, marhaba. Wewe Walidi, leo mimi nataka nikuulize, hebu niambie nasabu yako wewe. Nikamtajia nasabu yangu upande wa kiumeni. Nasema watu siwajui, itakuwa wamehamia hapa. Hebu kikeni. Nikamtajia kikeni kwangu, mimi naitwa Walidi bin Kijakazi bin mwenye gogo bin mwenye Juma mwenye bahari mwenye kidudu. Yaani kufika hapa mwenye kidudu ukisema sawa. Mimi nilimuona mwenye kidudu alikuwa kama wewe na kazi zake za ushekhe hivi. Kweli jamani, siku zote mshipa unapiga mbali. Mshipa umeona Mtume anasemaje? Takhayyaru linutfikum fa inna li'irka dasas. Tafuteni wapi unaenda kuweka maji yako ya uzazi, kwa sababu mshipa unapiga mbali. Unaweza kuingia kuoa familia ya wezi, alafu kila siku wewe uko mahakamani. Historia. Leo tunazungumza nini? Historia. Lakini wasiokuwa Waislamu wanatizama hili. Yaani siku zote sonara haendi kuoa isipokuwa nyumba ya sonara. Mvuvi haendi kuoa isipokuwa nyumba ya mvuvi. Mwalimu haendi kuoa isipokuwa nyumba ya, kwa sababu tayari nusu mtaji. Hawa watoto wanakuja na yale nusu mtaji. Mambo rahisi tumepesi. Unamsomesha siku ya 3 anajua kupiga mbizi, anarudi na samaki, kwa sababu ya babu yake wote walikuwa wavuvi. Maji yale. Historia. Nini? Ndio Mungu leo aya yetu leo anasema awalam yahdi lahum. Haijawabainikia. Sikizama neno hilo. Kwani haijawabainikia, kam ahlakna min qablihim, tumewaangamiza wengi kabla yao. Kam khabaria hiyo, singa karibu mbele. Kam ahlakna min qablihim, tumewaangamiza wengi kabla yao. Minal quruni, katika karne zilizopita. Hii hawaichukui kama ni sehemu ya kuzingatia. Yamshuna, na hawa wa sasa wanapita siku zote, fi masakinihim, katika miji yao. Yani wanapita katika miji yao. Gomora inaitwaje ule mji ulioangamizwa kwa sababu ya kaumu Lutu? Sodoma na ule tu Amura, yeye tunaita Gomora kizungu. Amura, Sadom na Amur ni miji iliyoangamizwa. Sadom na Amur imeangamizwa kwa sababu ya madhambi. Yes, mnapita kila siku kule na mnaona athari ile. Haiwatoshi historia hiyo kuwapelekea kumwabudu Mungu na kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio somo letu la leo hili. Yale mengine tumejazia hapo mpate kuona umuhimu wa historia. Jua historia, na wakati mwingine itumie historia ikufikishe katika malengo. Tumia historia ikufikishe katika ufaulu. Msalini Mtume Muhammad. Ndio Mungu anasema awalam yahdi lahum, kwani haijawabainikia hawa
kam ahlakna min qablihim, wengi tuliwaangamiza kabla yao, min alquruni, katika karne zilizotangulia huko, yamshuna fi masakinihim, hapa tunaondosha wahum yamshuna, sawa, na hali ya kuwa wao wanapita humo humo katika miji yao iliyoangamizwa. Inna fi dhalika, hakika katika kuyazingatia na kuyatizama hayo, la ayat, ndio kuna dalili nyingi za kumfikisha mtu kwenye tauhidi ya kweli. Afala yasmaun, na wasikie basi, sikizeni, yani sikieni tunawaambia. Mwenyezi Mungu ajalie katika hapo tupate kutumia historia hii tufikishe katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Akatupa kitu kingine kuonyesha uwezo sasa wa Mwenyezi Mungu, ili tuutizame uwezo huo utufikishe katika tauhidi ya kweli. Awalam yarau anna nasuqul ma, hawaoni kwamba sisi tunayapeleka maji ila al-ard al-juruzi, katika ardhi kame. Hawaoni kwamba unafika wakati tunayapeleka maji katika ardhi kame, yani ardhi kavu iliyokauka kwa jua na kiangazi kikali. Fanukhriju bihi, tukatoa kwa sababu ya maji hayo, bahu sababia, fanukhriju bihi, tukatoa kwa sababu ya maji hayo. Nimeitaja hiyo bei kwa sababu kuna ugomvi upo. Mimi napenda kuchomeka, watu hawapendi kusoma hivi vitu, na badala yake hawapendi kusoma hivi vitu, basi wanatupa shida. Umeiona hiyo bei? Nimesemaje? Fanukhriju bihi, tukatoa kwa sababu. Neno sababu tia hapo, ndo usomi huo. Ndio nini? Ndo usomi. Usipite tukatoa kwayo, kwa hayo maji, sema kwa sababu. Tumeelewana? Ndio ile ilikuja katika salatu naria, ndio bei. Allahumma salli salatan kamila, bele wa sallim salaman tama, ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi, hiyo bei hiyo, bahu sababia. Usigombane na watu, umeelewa? Na ndio yale tuliosema juzi. Usiseme hakuna, sema sijaona. Sema wala ukataza. Jamani, wale kwenda Marekani hapa wangapi? Nyosha mkono juu kama ushawahi kwenda Marekani. Mzee pale kisha kwenda Marekani peke yake ndio kaiona Marekani. Sasa sisi wengine ambao hatujaiona Marekani kwa jicho, tusiseme hakuna, ipo Marekani. Ndio mifano yangu leo hiyo, sawa? Ndio ile pale, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi wa tanfarid bihi wa tuqba bihi. Hiyo zote ni sababia hizo. Kwa hiyo ukisema shirki unawatukana watu bure kwa sababu tu wewe hujaiona Marekani. Mbona mambo mepesi sana yani wala hayataki vita, yanataka kukaa darasani tu. Ukikaa darasani tena sio muda mrefu, umpate mwalimu mzuri tu mwenye haki na anapenda kukusomesha uelewe. Ndio hiyo. Kuna bahu sababia, baul mulabasa, subhana rabbika, subhana rabbiyal azim. Bei hiyo nyingine wa bihamdi, sio bei ya sababia hiyo. Hiyo sasa mulabasa, hata kitabu unataka ukae darasani tu. Basi mswalie Mtume Muhammad. Nimeona nichomekee hapo kwa sababu tena nyakati zenyewe fupi hizi unaweza kufa kwamba kwa nini usiwaambie watu wanagombania salatun naria huko. Mpaka leo tunagombania salatun naria, mpaka leo 2025, mpaka leo watu wanafanya mambo makubwa huko. Sisi mpaka leo tunagombania vitu kama hivi. Mimi naona uchungu. Ndio nimwambia mtu mmoja,
Wenzetu wanafikiria kwenda kuishi katika sayari ya Mars huko juu. Mimi na wewe bado tuko makaburini. Talakini inafaa, talakini haifai, talakini inafaa mpaka 2025. Ugomvi wetu talakini. Hebu tuyape heshima basi makoti ya tunaovaa na kanzu hizo. Msalimu Mtume Muhammad. Naona tamu sana. Waislamu mpaka leo bado tunagombania misikiti. Tuseme ni inna lillahi wa inna ilaihi. Ugomvi mkubwa misikiti. Nimeingia pale ofisini kwangu pale ofisi mpya na migogoro ya msikiti 250. Dar es Salaam hii. Sasa watu wataswali wapi? Misikiti 250 yote ina migogoro 200, na nikikwambia migogoro yenyewe nikikwambia utacheka. Kuna mmoja umeuzwa, watu wameuza kabisa msikiti, wamechukua fedha wewe unaiona hiyo kubwa hiyo, mbona ndogo? Kuna msikiti umekuwa bondi benki, watu wamepeleka nyaraka za benki za msikiti, benki wamechukua fedha, benki wanataka msikiti wao sasa hivi. Dar es Salaam hii wallahi, yule alionunua msikiti huku anataka msikiti wake, ananiona haya mimi tu kwa sababu maneno nayo, lakini makaratasi yote kauziwa msikiti. Watu wa benki nao wanataka kunadi msikiti, umekopewa. Jamani, muogopeni Mungu nyie. Mpaka leo Waislamu tunawaza hayo Selemani. Baada ya kuwaza mambo makubwa, tunagombania msikiti, imamu nani, maamuma nani. Ugomvi wetu msikitini vijana na wazee. Sasa Mungu hawataki wote, si angeweka watu wa fulani tu, wazee watupu au vijana watupu, lakini kachanganya wazee na ili maisha yaende. Basi kuna kundi la wazee wataki vijana msikitini na kuna kundi la vijana wataki. Sasa mnaishije namna hiyo Waislamu? Waislamu jamaa, mnanitia huruma mimi. Tunaweza kwenda mbele kwani? Hebu tuyaacheni hapo. Tuseme ni inshallah. Tuyaacheni. Na mimi kama ndo ndugu yenu sasa hivi niko mbele huku katika tupate kusaidiana, tupeleke Uislamu hapa ulipofika uende mbele zaidi. Na sisi tufikirie sasa kama ugomvi, tufikirie chuo. Inshallah. Semeni inshallah. Tugombanie kujenga chuo au kugombania kujenga hospitali ya rufaa. Sio zahanati, hospitali tunaweza. Tena tunaweza kipande cha hospitali tukae vizuri tu. Tufikirie sasa maimamu anakuja hapa msikitini anapaki gari Mursalina. Anapaki gari Mursalina anaswalisha. Sawa? Sio hichi kigari alichokuwa nacho. Siku moja anaondoka usiku, anafika pale kunaitwaje baruti, tairi imetangulia, gari imebaki. Kasi imamu tena hatujui pesa akapata wapi hicho kigari. Mbaya sana. Tufikirie elimu yetu. Nafikiri tufanye mambo hayo. Tuseme ni inshallah. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Tukaeni tujadili. Maswahaba walikuwa wanasema taalu na tafakar. Njooni tufikiri mambo. Nimechomeka hapo jamani. Katika hiyo bihi imezaa maneno hayo. Ndio Qur'ani ilivyo hiyo. Awalam yarau anna nasuqul maa, hivi hawaoni kwamba sisi tunayapeleka maji ila al-ardhil juruz, katika ardhi kame, fanukhriju bihi, tukatoa kwa sababu ya maji hayo, kulu minhu an'amuhum, inayoliwa na wanyama wao hayo maji. Hiyo mimea huliwa na wanyama wao, wa anfusuhum, na wao wenyewe wanaila hiyo mimea. Afala yubsirun, waone basi. Afala, na waone basi, waone kwa jicho la haki. Mbona hapa ya kwanza tumesikia afala yasmaun, ya pili afala, rudi nyuma aya kama 5 6 utaona nazo ni aya zetu hizi. Ngoja niwafundishe namna ya kusoma Qur'ani na kuunganisha leo.
hapa tulisoma uone Mwenyezi Mungu anavyoipanga hii Qur'ani yake vizuri. Mwanzo pale sio hiyo bana, Sheikh Omar. Thumma sawahu apa alladhi ahsana kulla shay'in. Umepaona hapo alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tinin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumul as-sam'a wal absara wal af'ida afala tashkurun. Umekumbuka aya hizo? Mwenyezi Mungu anaziunganisha huku mbele. Tumia macho yako, tumia akili yako, tumia sikio lako upate kuona haki, upate kusikia haki, useme la ilaha. Hizi anarudisha kule. Ndio maana hapa kusema afala yasmaun, hapa kusema afala yubsirun. Sawa sawa? Leo tunamaliza sura hii. Wayakuluna, na wanasema hawa, mata hadha al-fath, ni lini hiyo siku ya hukumu? Mata hadha al-fath, wanaleta istibadi kwamba lini, maanake hakuna, ni mbali huko. Ni lini hiyo siku ya hukumu? In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wa kweli katika mnasema kwamba iko siku. Unajua kwa nini? Sababu ya kushuka aya hii, mmoja katika masahaba aliwahi kufanywa jambo na mushrikina lisilopendeza. Umeelewa? Watu wakaambia ajilipize sana, na ngojea siku ya hukumu. Sisi tunayo siku ya hukumu, tutastarehe siku hiyo. Waache na nguvu zao hivi sasa. Yule mjeuri akasema lini? Lini hiyo siku? Mwenyezi Mungu anamjibia hapa, wayakuluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin. Kwa ujinga wao hawa na upasito wao wanasema ni lini hiyo siku ya hukumu, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Mungu anasema qul, Muhammad waambie hawa, yaum al-fathi, siku ya hukumu. Al-fathu bi maana al-hukm, sio ushindi hapo. Al-fathu sio maana ya ushindi Al-fathu bi maana sawa. Ndio Qur'ani uzuri wake ukisomeshwa. Qul waambie, yaumal fathi, hiyo siku ya hukumu itakayokuja, sura na sifa na picha yake, la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, hakutowafaa makafiri kuamini kwao siku hiyo. Hakutowafaa makafiri, yani kama mtu anangojea kuamini siku hiyo, imani siku hiyo haina maana. Sawa? Imani ya siku hiyo haina maana, sio siku yake. Kuamini huku kule ni malipo tu. Hicho cha kwanza. Wala hum yunzarun, na wala hawatangojezwa kutoa roho, na wala hawatongojezwa kutolewa roho. Maana yake siku ya hukumu kumbe inaanzia baada ya kifo. Siku ile ya kifo unakuwa ushaingia katika siku ya hukumu, kama wanavyosema ahlu sunna wal jamaa. Na ukifika wakati huo, la tuomba, ungojelezwe kutolewa roho. Wa idha jaa ajaluhum la yastakdimuna sa'atan wala yasta'khirun, ukifika wakati hawaongezewi muda wala haupunguzwi muda, unaanza kaingia katika siku yako ya nini, ya hukumu. Hapa kuna kitu nataka nitie ya jamaa, hata imani isiyokuwa na matendo siku hiyo pia haimnufaishi mtu. Makafiri wakiamini siku ile hakuwanufaishi
mimi na wewe imani tupu haitunufaishi, lazima iende imani na matendo mema. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Anasema siku hiyo haitomnufaisha mtu imani yake, wala haitomnufaisha mtu imani ambayo haikutanguliwa na matendo. Lazima tuwe na yote mawili, imani na matendo mema. Tusemeni imani na matendo mema. Turudie tena, imani na matendo mema. Masala ya kusema mimi ni muumini tu lakini imani isiyojaziwa matendo haimsaidii mtu. Sawa? Tutizameni nini hapa? Na ndio maana kila atakayekufa ataomba arudishwe, hata kama muumini aongeze kidogo muda. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul. Mungu akasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Hapa Mungu anaongea na waumini, anaongea na waumini. Fanyeni miongoni mwa kuvifanya, toeni sehemu ya mali zenu kabla hayajamfika mtu mauti, kwa sababu siku ile kila mtu akimfika mauti ataomba arudishwe aje kufanya nini ili apate kutoa. Umeona anakufa na imani lakini atataka kurudi ili afanyaje? Afanye. Mwenyezi Mungu atuzindue. Wengi katika sisi tuna ni sawa na wale watu wanaitwa al-mulji'a. Kuna kikundi kinaitwa al-mulji'a, ni dhana ipo miongoni mwetu ambayo imetengenezwa na kikundi cha Mayahudi, kisha sisi tumelishwa nayo. Ni nini? Kwamba unaweza kuwa muumini tu inatosha, sio lazima kuswali. Fikratul iljaiya, unaweza kuwa muumini lakini haina haja kuswali na sijui naeleweka vizuri. Unaweza kuwa muumini lakini haina haja kutoa sadaka, lakini imani yako inakutosha. Unaweza kuwa muumini lakini si lazima kutoa zaka. Unaweza kuwa muumini lakini sio lazima kuacha maasi, imani inakutosha. Ile ni fikratu al-ilja. Kuna kikundi kinaitwa al-mulji'a. Hakuna innal ladhina amanu wote, basi innal ladhina amanu wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu. Mbona zinakuja zote nyingine? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma, yani lazima imani ijazwe na matendo. Mungu atujalie hapo. Unasikiliza darasa hii tunaopita haraka, lakini leo nakukumbusha, imani yako pekee itakufanya uende ukafikiriwe mara 2 3 mara 3, lakini imani ibebe. Mtume Muhammad aliwaambia siku moja watu zake kwa kuwaita majina, wewe babangu fulani, ya Abbas ibn al-Muttalib, ya ammi al-Mustafa, ya amma al-Mustafa, wewe Fatuma binti yangu, wewe sijui nani shemeji yangu. Aliwaambiaje? la yaatuni nasu bi'amalihim wa ta'atuni bi ansabikum. Tafadhali wasinijie watu na matendo yao, nyinyi mkanijia kwa ukoo, kwamba mimi shemeji yake Mtume. Hamna hicho kitu. Man abta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu. Akasema hapo, kaweka raba sema, yule ambaye matendo yake yamemchelewesha, maana kikaja pasi na matendo, basi cheo chake, imani yake, ukoo wake haumfanyaji, hautomsaidia. Na Mungu anafunga mlango kule, al-yawma la ansaba yawma idhin bainahum. Leo hakuna ukoo kwamba mimi unijui bwana Mungu, basi ndio shemeji yake Mtume. Tungoje,
tunataka tuone shiti iliyojaa maswala mengi, zaka nyingi, matendo mema ya kufunika mle ndani, ndio uje huku ndani. Kela, umenielewa vizuri? Tuondokeni hapa na matendo, tuondokane na matendo. Abu Dharr siku alivyosilimu kamwambia Mtume, nimesilimu. Mtume akamwambia sawa, nimekuelewa umesilimu, lakini jaddidi safina, jaddidi likarafati vizuri jahazi lako, fa innal bahra amiq, kwa sababu linakwenda katika bahari kina chake kirefu. Wa akthiri zada, wa akthiri njoo na matendo mema mengi, fa inna safara tawil, kwa sababu safari unaokwenda ni ndefu. Umeelewa jamani? Ile mimi muislamu haitoshi, mimi muumini hai. Sasa mimi ni muislamu na swali, mimi muislamu nafunga, tena na swali swala 5, singojei Ramadhani mpaka Ramadhani, ule mpango mpya wa ilja. Sawa Abdul Jabbar, umeelewa? Na kutaja sije kagoma kesho kuja darasani akina Ibrahim na Musa na Adam. Sawa, Mungu akamaliza kusema fa'aridh anhum, wapuuze. Lakini kupuuza huku kunakuja baada ya kuwa ushawaambia Tanguliza kuwalingania watu, tanguliza kuwanasihi watu, kuwapigania waingie katika dini. Ikiwa tena ndio yote unayofanya wao hawataki, basi fa'aridh, mwachie Mungu mambo yao, ndio wapuuze. Hii hapa fa'aridh anhum wantadhir, nasubiri ahadi ulioahidiwa. Wantadhir, anaambiwa Mtume Muhammad, subiri ahadi ya malipo yako ya kazi ya utume. Innahum muntadhirun, hakika na wao ni wenye kusubirishwa ahadi yao ya moto. Sura inaisha kibingwa, fa'aridhu anhum, wapuuze, achana nao. Wantadhir, nasubiri ahadi ya malipo yako kwa kuwalingania. Sawa sawa, manake unaweza kuwalingania watu na wasikutii. Usidhanie kwa kutokutii wewe upate. Wewe madamu ushasema na ukatumia njia zako zote, ndio ushalipwa. Wametii, hawakutii, lasta alaihim fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi wama ala ar-rasuli illa al-balagh, tena al-mubin. Ndio fa'aridhu anhum. Mtume anaambiwa maneno haya, tumsalie Mtume, kwa sababu alikuwa hapendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwona mtu kenda motoni akawa anaumia. Sasa ile neno fa'aridhu anhum linamuumiza Mtume ile sallallahu alaihi wasallam, lina akaambia usijali, wantadhir, na subiri malipo yako, inampa taslia kwamba. Lakini na wao innahum muntadhirun, na wao wanasubirishwa malipo yao ya moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu ya moto. Tuseme Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya tawwab. Basi Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una